kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa katika hali halisi. Kwa kushirikiana na wenzetu wa Azam wameweza kutusaidia kurekebisha miundombinu kwa upande wa taa, na nilivyoongea nao, bahati nzuri sio yuko hapa, nia yake kuhakikisha kwamba ligi yetu haichezwi usiku kwenye viwanja vichache, viwanja vya Dar es Salaam, Dodoma, Ruangwa, Pwani, Tanga kule na Kagera. Nia yake na sisi ni kuhakikisha kwamba sehemu zote ligi inaweza kuchezwa usiku. Lakini pia kuhusu upande wa pitch, bado kunakuwa na changamoto zinajirudia. Tunaomba kidogo tuwe makini, tuhakikishe kwamba matumizi ya viwanja yanaruhusu muda wa kufanya marekebisho. Kwenye vile viwanja vya nyasi za kawaida kuna limit ya kucheza, angalau kwa wiki yatakiwa itumike isizidi mara 3. Lakini sisi unakuta kwa wiki na mazoezi yanafanyika hapo. Wale wenzangu wa club licensing, natoa wito kwamba klabu mwenyeji kama hana kiwanja cha mazoezi, angalau kanuni zifanye kazi yake. Lakini pia nilikuwa nasoma jana kanuni za mashindano ya AFCON. Wanasema timu zinazoshiriki kwenye uwanja kama itakuwa imecheza mara moja kwenye ule uwanja, hamna haja ya kusema kuwa familiarization tena. Hiyo siku moja aliyocheza, kama ilienda kufanya training siku ya kwanza kwenye mchezo wa kwanza, michezo mingine sio lazima waende wakafanye pale. Kwa hiyo pia naomba kwenye miji ambayo kuna vilabu vya ligi zetu kuwe na viwanja vizuri vya mazoezi, visiwe kwamba viwanja vya mashindano ni viwanja vya kufanyia mazoezi. Natoa mfano huo, niliona clip ya Tanga kule, baada ya uwanja kufungiwa, meneja anazungumza, na kweli nilimuonea huruma. Amesema kwa muda wa siku 6 mazoezi timu mbili, mwenyeji na mgeni, siku ya mechi mara 3, inazidi hata wiki. Sasa huo ni uwanja gani? Kwa nyasi za kawaida hauwezi kuwa bora hata siku moja. Kwa hiyo nadhani kwenye mikoa ile ambayo ina timu nyingi, tuhakikishe kwamba kunakuwa na viwanja vingi vya mazoezi ambavyo vinamilikiwa na hizo timu, sio kucheza kwenye vile viwanja vya mechi. Hili tutalisisitiza sana na wala hatutakuwa na aibu nalo, kwa sababu ligi yetu inaangaliwa dunia nzima. Wanapoangalia, tunawacheka majirani zetu kwamba wanacheza kwenye ligi ya viwanja vya brown, wakati sisi tunapenda tena kwenye brown. Hapana, sitalikubali hilo, na kamati zangu zisipofanya kazi, tutaangalia jinsi gani tuwapate watu kwenye kamati ambao watatoa. Mwenyekiti wa kamati ya club licensing wa Matondo yuko? Mwalimu, karibu sana. Nadhani umenisikia vizuri. Bodi ya ligi mwawezesha hawa watu, lakini pia kule kwenye vituo tuwe na wataalamu ambao wanatupa ripoti. Twende mbali kwenye viwanja vya mazoezi. Tunakutana mara moja kwa mwaka, kwa hiyo tunapokutana hapa lazima tuzungumze mambo yanayotuhusu sisi kwenye ligi. Hili swala la miundombinu nadhani ndio changamoto ambayo tunayo sasa. Tutajitahidi, lakini nashukuru sana baadhi ya halmashauri zimeweza kujitahidi kufanya hivyo. Nitoe rai, bado halmashauri nyingi ziweze kusaidia, lakini tutajitahidi tukutane angalau na waziri anayehusika na dhamana ya halmashauri hizi, tuangalie jinsi gani tutashirikiana naye ili kuhakikisha kwamba halmashauri zinatusaidia katika jambo hili. Nisichukue muda mwingi, niguse mambo machache sana
Jingine ninaona ni suala la mambo ya utawala wa mpira wa miguu na mafunzo. Niweze kuwashukuru wenzetu wa Tanzania Olympic Committee kwa kuweza kuzalisha wataalamu wa utawala, lakini pia nishukuru upande wa TFF Secretariat kwa mkurugenzi wa ufundi ambaye sasa hivi ndio kaimu katibu wetu mkuu kwa kuweza kuzalisha wataalamu wengi kwa level tofauti za kuweza kufundisha mpira wetu na kusimamia kwamba vilabu viwe na wataalamu kwa kila ngazi. Lakini pia nimemuona mwenyekiti wa kamati ya tiba huko hapa, karibu sana mwenyekiti wa kamati ya tiba. Naomba tengeneze mwongozo wa technical bench, linatakiwa liwe na watu wangapi wa medical kugusa nyanja zote. Nazungumza hivi ni jambo serious sana. Wachezaji wetu wengi wanakatisha muda wao, maisha yao kwenye mpira kwa ajili ya kutopata tiba mahususi wanapopata matatizo, ingawa nyingine zinasababishwa pia na viwanja ambavyo wanafanya mazoezi na viwanja wanavyochezea mechi. Hayo yote yatakiwa tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya, yanatugharimu sana. Kwa hiyo tusione kwamba ni jambo tu lazungumzwa, lakini madaktari muwe wa kweli. Vijana wanapoumia, kwa kusema kweli kaumia apumzike, sio apigwe sindano endelee kucheza na mmaliza kabisa. Lakini pia na udanganyifu mwingi huo udanganyifu angalau nimeuhisi na nimeufuatilia. Naomba kidogo kamati yako iwe madhubuti kuweza kulisimamia hili, kwa sababu huko kwenye vilabu tusipokuwa na msingi mzuri, hatakuwa na timu ya taifa bora, tutakuwa na wachezaji ambao hawako katika utaratibu mzuri na wanapotea, hata kama alikuwa na kipaji cha hali ya juu, lakini unakuta kinapotea. Na changamoto nyingine, kaimu, au nisitumie kaimu, niseme yule ambaye atachaguliwa leo aweze kutusaidia, tuwe na vikao mara kwa mara vya kuangalia mazingira yetu tunaocheza ligi kwa vitu hivi ambavyo tunaviona sio vya muhimu. Tunaviona sio vya muhimu, lakini muhimu sana. Kwa hiyo nitoe wito huo kuhakikisha kwamba tunavizungumzia, na wale wote wenye vitu wa kamati na kamati zao zinazohusika ya hayo mambo waweze kutengeneza guideline ambazo zitatusaidia sisi kuweza kuzifanyia kazi na kuweza kuboresha uendeshaji wetu wa ligi hiyo katika utaratibu mzuri, kwa sababu najua huyo atakayekuja tutakushirikiana naye kuweza kuwa na vikao mbalimbali, sio tunakutana mara moja kwa mwaka, kuhakikisha kwamba angalau tunakuwa na vikao vya kutathmini na kuangalia mambo mbalimbali, sio tunasubiri tu vikao vya kutengeneza kanuni za ligi kuu na kutana hapa kuchaguana. Ndugu zangu, leo licha kwa mkutano wa baraza, lakini ni siku ya uchaguzi wa kupata viongozi wa bodi ya ligi Tanzania. Hivyo nitumie fursa hii kuwatakia kila laheri wagombea wote waliotangaza nia na nyadhifa mbalimbali zilizotangazwa katika na kamati ya uchaguzi ya TFF. Rai yangu, tumetoka mbali mpaka tumekuta tunakaa hapa tunasherehekea ligi yetu kuwa namba 4. Ni ushirikiano ambao TFF inaupata kutoka kwenye bodi ya ligi na ushirikiano ambao bodi ya ligi inaupata kwa TFF. Kwa hiyo ni warai tuwe makini, tusisikilize jambo lolote wala hisia, tuache urafiki. Atakayechaguliwa leo kwa nafasi yake anakuwa makamu wa rais wa TFF, nileteeni mtu ambaye ni makini, independent mind, ambaye atashirikiana na nyinyi, atashirikiana na mimi. Msiniletee mtu ambaye atakuja kuvurugana na mimi, na bahati mbaya nikisimama kwa misimamo mingine
nasimama katika utaratibu ambao na wote wanaogombea ni ndugu zangu na nimekaa nao na wajua, tuko pamoja. Siwezi kusema lolote kwa sababu na nyinyi mnahisia kama mimi nilizonazo, mnamjua nani ambaye anafaa kufanya kazi na Karia, nani ambaye hawezi kufanya kazi na Karia. Naomba mniletee ambaye anaweza kufanya kazi na Karia. Tusije tukapelekana nyuma huku. Na sasa hivi nitafanya kazi kwa mbali, wenyewe mtashirikiana pamoja nyinyi. Katikati hapa kuna maneno yamesemwa kwamba bodi ya ligi wanaelekezwa na president, wanaelekezwa na nani. Naomba mtuletee mtu ambaye hatapokea maelekezo hata kama ni ya president ambayo hayako kwenye kanuni, hayako kwenye utaratibu. Anaweza kumwambia president no, lakini pia asikubali akafungua mlango akaletewa ushauri kutoka nje. Na waomba kabisa, mimi nawapenda na upenda mpira, muda wangu nitakao kuwa kwenye mpira nataka niondoke au tuondoke na wale ambao tutakuwa tuko pamoja katika generation yetu, watu waweze kutuzungumza hata kama hatuko duniani. Tumepitia vipindi vigumu. Ni vipindi vigumu tumepitia, na niliwaambia kwenye mkutano mkuu, ni kama chuma kilipita kwenye moto au dhahabu imepita kwenye moto ili iwe bora zaidi. Kwa hiyo tumejifunza. Sasa kule tulikotoka tusirudi. Tunapokaa hapa sisi tuna timu 4 group stage, sisi tuna timu 4 kafu. Tutakapokuwa daraja limevunjika, tutakuwa tuna hayo, tutarudi, tutalia na kusaga meno. Mimi niwaombe, niwatakie kila laheri. Mimi niko pamoja na nyinyi kwa kuendeleza mpira, siko kwa ajili ya maslahi ya mtu yote. Na nadhani wengi mnafahamu. Wengine mmenitengeneza, wengine nimepita kwenye mikono yenu, na niliko hapa yatakiwa mjisifie kwamba mmemtengeneza kijana, amekuwa hapa na akaja akasimamia taasisi. Mumlinde, mumsaidie. Asanteni sana, niwatakie kila laheri mkutano wenu. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mzee wetu Wallace Karia kwa hotuba nzuri. Ni hakika tumevuna mengi kutoka kwenye hotuba, na bila kupoteza wakati nimkaribishe kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania mzee wetu Nasor Idrisa kwa ajili ya neno shukrani kwa mgeni rasmi.